Ukitaka tathmini ya utekelezaji wa ilani katika jimbo la Simanjiro, nataka niseme imefanyika kwa namna ambayo sijawahi kuiona mwenyewe kwa miaka mingine 10 niliwahi kuwa mbunge, miaka 5 ambayo nilikatisha kwenda kuwa mkuu wa mkoa na msemaji wa chama, na miaka mingine ambayo nina kumbukumbu nayo vizuri. Na nikisema na kumbukumbu, mimi ni mwenyeji kidogo duniani kwa kiasi fulani, kwamba nimekuwa kiongozi wa chama na jumuiya kuanzia awamu ya pili ya uongozi wa taifa wakati wa Mzee Ali Hassan Mwinyi, na baadaye awamu zilizofuata ya hayati Mzee Benjamin Mkapa, Mheshimiwa Kikwete, Magufuli na sasa wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka niseme ilani ya uchaguzi kwa jimbo la Simanjiro imetekelezwa kwa kiwango cha kuridhisha. Moja, tuna mradi mkubwa sana uliofanikiwa kuleta maji. Kama unavyojua, ufugaji wa Simanjiro wanaishi katika nyanda kame. Tuna mradi worth wa bilioni 42 ulioleta maji kutoka kata ya Loiborsoit, kilomita takriban 50 kutoka chanzo cha maji na kuleta makao makuu ya wilaya na kusambaza katika kata zinazozunguka makao makuu ya wilaya, kwa maana ya kata ya Orkeesmet yenyewe, kata ya Langai, kata ya Ndonyengijape, na sasa mradi unakwenda katika kata ya Ruvuremiti na kata yenyewe ya Loiborsoit ambako maji yalichukuliwa kama chanzo cha maji. Huu ni mradi mkubwa ambao hatuwezi kupuuza. Lakini mradi mwingine mkubwa sana ni mradi tena wa maji wa kupeleka katika maeneo ya kata ya Mererani, kata ya Ndiamtu na kata ya Nesinya na Shambarai inatarajiwa kupelekewa maji soon. Lakini hizo kata zingine mbili nilizotangulia kutaja na kata Uljoro na Mbarano zimekwisha pelekewa maji masafi katika ule mradi wa zaidi ya bilioni 500 wa jiji la Arusha, kwa sababu moja ya chanzo inatokea karibu na wilaya ya Simanjiro. Lakini mradi mwingine mkubwa sana ni tuta la msitu wa tembo ambao una gharama zaidi ya shilingi bilioni 7, ambako ni kujenga tuta la kilomita 2 na kutengeneza makalafati ambayo magari madogo kama cruiser yanaweza yakapita chini ili kuruhusu maji ya mto huo Kikuletu yaweze kupita katika chini ya tuta hilo lililojengwa, na kwamba lami inajengwa kilomita 2 za tuta, lakini kilomita 2 za lami zaidi ambayo sasa itasaidia kata hiyo ya msitu wa tembo, kata ya Ngorika na kata nyingine za jirani ambazo ziko upande wa kaskazini na magharibi na kusini mwa eneo hilo la msitu wa tembo. Lakini ukiacha hilo, miradi ya maji katika maeneo ambayo hayajawahi kupata maji tangu kuumbwa kwa dunia, na ni maeneo mazuri sana kwa malisho ya mifugo kama ilivyo kule kwenye kata ya msitu wa tembo, maeneo ya Elchoronyori, maeneo ya Langa City, maeneo ya Emishia katika kata ya Nesinya na maeneo ya Lendanai, Losokonoi, Lorbene katika kata ya Naberera, na mradi mkubwa mwingine wa kuvuta maji kutoka Naberera ambao utakwenda kilomita takriban 55 kutoka Naberera kwenda mpaka Lorbene. Ni miradi ya maji. Lakini ukiacha hilo, upimaji wa vijiji na utengaji wa maeneo ya malisho kwa ajili ya mifugo umefanyika katika vijiji vingi. Tumepata vituo vya afya vipatavyo 5. Kabla hapo tulikuwa na 3 tangu kuzaliwa kwa dunia na tangu tumepata uhuru. Tumepata kituo cha afya kilicho katika mji wa Mererani kuongeza iliyokuwepo awali, lakini tumepata kituo kingine cha afya katika kata ya Komolo, kituo cha kata ya Loibosiret, kata ya Kitwai, na sasa tunatarajia kwenda tena kupata kituo kingine cha afya katika kata ya Ruvuremiti na katika bajeti hii na kata ya Ngorika. Kwa hiyo sasa tumepata 5 vipya vilivyokwisha jengwa, na ujumlisha na vile 3 tunakwenda kuwa na kata 8 katika wilaya yenye kata 18. Mimi naiona ni kwamba ni hatua kubwa sana ya maendeleo kwa wafugaji, wakulima, wavuvi na wananchi wa wilaya ya Simanjiro katika eneo hilo. Nasema wavuvi msishangae kwa sababu tuna bwawa la Nyumba ya Mungu. Bwawa la Nyumba ya Mungu liko katika wilaya ya Simanjiro ambako linazalisha umeme ambao unaingizwa kwenye grid ya taifa, ndio inatutenganisha sisi na wilaya Mwanga, na mto unaotutenganisha pia na wilaya ya Same. Lakini ukiacha kwenye sekta ya afya, zahanati zimejengwa. Kwenye sekta ya elimu, mama ametupatia fedha za kutosha katika ujenzi wa shule mpya, lakini uongezaji wa madarasa katika shule za msingi na shule za sekondari. Tufanikiwa kufungua shule nyingi sana za vitongoji. Kiorodhesha hapa mnaweza nikawachosha zaidi. Karibu unaweza kukuta kijiji kina vitongoji 9, vitongoji 7 vina shule za msingi. Kama unavyojua, kitongoji mpaka kitongoji kwa wilaya ya Simanjiro inaweza kuwa kilomita 10, 15, 20 kutoka kitongoji kwenda makao makuu ya kijiji. Kwa hiyo huwezi kutegemea wanafunzi waende kusoma pale, lakini kila kata leo ina sekondari. Nilipokuwa naingia narudi tena kwenye ubunge juzi, niliacha kata 3 zilikuwa mwanzoni hazina sekondari. Juzi tumerudi tena katika awamu ya Dr. Samia, tumefanikiwa kujenga sekondari zingine 3 katika kata zile 3 ambazo zilikuwa hazina sekondari, kwa maana ya kata ya Ndonyengijape, kata ya Langai na kata ya Kitwai. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, tumefanikiwa pia kuongeza sekondari nyingine katika kata ya Naberera, kuwa na sekondari 2 kwenye kata ya Naberera, na kwenye kata ya Nesinya tunazo sekondari 2. Hizo nazungumza za serikali, sizungumzi za private. Na sasa
tunakoelekea sasa ni kuendelea kuongeza kidato cha 5 na cha 6 katika shule mbalimbali za kila tarafa, lakini kuendelea kuongeza sekondari ziwe zaidi ya 1 kwa kila kata. Kwa hiyo kuna maendeleo makubwa kwenye sekta ya afya, sekta ya elimu, kwenye miundombinu ya barabara. Kama nilivyosema, tunatarajia barabara kubwa inayotoka Arusha inayotuunganisha sisi Arusha, Simanjiro, Kiteto na Kongwa, ambayo ilikuwa kwenye mpango wa APC Plus Finance. Tunategemea kuanza kujenga kilomita 70 kutoka Mbauda Arusha kuja Losunyei, ambayo itakuja kuishia kwenye kijiji cha Terat. Mheshimiwa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Karibu. Na kanda iliyopo ni kanda ya kaskazini. Ndio. Kwa muda mrefu sana imekuwa ni kanda ambayo inasemekana kwamba ni ngome ya upinzani kwa kiwango kikubwa. Mwaka huu unakwenda kwenye uchaguzi, tayari wapinzani wakuu wa kwenu wakiwa ni Chadema wamesema hawatoshiriki uchaguzi kama hawatopata yale mabadiliko. Unaona utakuwa uchaguzi wa namna gani kwa upande wako wewe? Mimi nitasikitika sana kama upinzani hautakuja kushindana na sisi. Unajua una raha ya kuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ndio maana halmashauri kuu ya taifa ya CCM mwaka 92 iliamua kutoa nchi kutoka mfumo wa chama kimoja kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hata leo mimi ningekuwa ni wakili na mimi ningeomba na ningekiaga chama changu kwenda kumsaidia Tundu Lissu ashinde kesi, na mtamani sana angekuja kugombea na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu sio tishio. Yaani kimsingi nikwambia hivyo, hawezi kuwa tishio kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo mimi nafikiri wapinzani wangetakiwa wakae sasa, watafakari namna ambavyo watakuja kushiriki, wasiache kushiriki uchaguzi. Wakiacha kushiriki uchaguzi ni kwamba sawa, wana hiari ya kushiriki au kutokushiriki, lakini sisi raha tungepata mshindani ndio tungeweza kufurahi zaidi. Najua tungefurahi zaidi. Na Chadema sasa sijui Chadema ipi tunagombea nayo, kwa sababu naona baadhi wameshameguka kwenda Chauma, mara nasikia kuna wengine wanataka kwenda ICT, mara wengine wanataka kwenda wapi. Lakini nasema kwa jina lolote watakalokuwa nalo, mimi ningewashauri waungane, waje washindane na CCM ili nchi hii iendeleze mfumo wa vyama vingi vya siasa hata ndani ya bunge na maeneo mengine. Tabu ninayoiona tu ni kwamba wamechelewa. CCM imekwisha jiandaa, siku zimekwenda, na sioni namna wanaweza kushawishi kuwini mioyo ya Watanzania wakaacha chama kilichowaletea mafanikio makubwa haya ya miaka hii 5 iliyopita. Unaona kama ndio kifo cha upinzani? Naam. Unaona kama ndio kifo cha upinzani? Unajua chama cha siasa kikishaanza viongozi wakuu wakaanza kuparaganyika, wakashindwa kukaa faraga na kukosoana ndani, ujue chama hicho cha siasa ndio kimekwisha anza safari ya kuelekea kwenye kifo. Dalili za chama kilichoanza safari ya kuelekea kwenye kifo chake ni chama kukosa umoja miongoni mwa wanachama, chama kukosa demokrasia ndani ya chama chenyewe, chama kuwa na watu ambao kukosa kusimama katika misingi ya kuasisiwa kwake. Kwa hiyo unajua unapounda chama cha siasa lazima kiwe na itikadi, lazima kiwe na imani, lazima kiwe na malengo, madhumuni. Ikikosa hayo ambayo yanaunganisha wale wanachama, then hicho chama kwa kweli ni kwamba kitakuwa hakijaundwa kinavyotakiwa. Leo mimi ukiniuliza CCM inaamini nini? Sisi tuna imani kuu 3 tu. Binadamu wote ni sawa. Imani yetu ya pili, kila mtu anastahili heshima, kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Imani yetu ya 3, ujamaa na kujitegemea ndio njia pekee ya kujenga jamii ya watu walio huru na sawa. Na kwa maana hiyo, kwa kifupi ni kwamba ni chama kinachothamini misingi ya utu, haki na usawa. Lakini malengo yetu yako 19, hata ungeniamsha usiku nitakueleza ahadi zetu, nitakueleza, na kwa sababu ninaamini katika misingi hiyo. Kwa hiyo nasema umefika wakati Tanzania iwe na vyama ambavyo vimejengwa katika misingi yote ya chama cha siasa kilicho makini, chenye matarajio ya kuliongoza taifa. Na siri ya kwanza, lazima kukubali kuwa na mambo ambayo the do's and the don'ts. Lazima muwe na miko, na lazima muwe na makubaliano kwamba sisi tunaamini hiki, tusimamie hicho.